Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Neno la Bwana. Dominika ya 4 ya Majilio, mwaka A wa Kanisa. Dominika ya 4 ya Majilio ndiyo dominika ya mwisho katika kipindi cha Majilio. Kumbe tunaweza kusema tupo ukingoni mwa kipindi cha Majilio na sherehe za Noeli ziko karibu. Masomo yetu siku ya leo yanatukumbusha juu ya mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu baada ya anguko la wazazi wetu wa kwanza kwa kutotii ule ujumbe wa Mungu au sauti ya Mungu. Na baada ya anguko hilo, Mwenyezi Mungu alitangaza juu ya mpango wake wa kumkomboa mwanadamu. Tunasikia au tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15 kwamba nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa nawe utamgonga kisigino. Huo ulikuwa ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu kuonesha mpango wake wa kumkomboa mwanadamu. Uzao huo wa mwanamke unaotajwa ndiye Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wetu, Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi, aliyezaliwa kwa utii wa mama Bikira Maria akaja kutukomboa. Kumbe basi, tunapoadhimisha Dominika ya leo, ningewaalika tutafakari kwa pamoja ujumbe huu kwamba tuwe na fadhila ya utii na unyenyekevu, hasa kwa mpango wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Kumbe leo tusali na tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie fadhila hizo katika maisha yetu ya kila siku, na hasa tunapojiandaa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, tuweze kumpokea katika utii na unyenyekevu, lakini kipekee kabisa tuweze kuwa na utii na unyenyekevu maisha yetu yote. Katika somo la kwanza tumesikia juu ya utabiri wa nabii Isaya juu ya kuzaliwa kwa mtoto mwanamume ambaye atazaliwa na bikira, ambaye ataitwa Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo kumbe tunaweza tukasema kuzaliwa kwa Imanueli, kuzaliwa kwa huyu mtoto ni utimilifu wa mpango wa Mwenyezi Mungu wa kumkomboa mwanadamu ambao aliuweka tangu mwanzo. Mababa wa kanisa wanatufundisha kwamba huyu bikira ambaye atachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume ndiye mama Bikira Maria, ambaye kwa utii wake, tofauti na Eva ambaye alikosa utii kwa Mwenyezi Mungu, anapokea mpango wa Mungu kwa utii na unyenyekevu mkubwa. Na hasa tunaposikia akisema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Mwinjili Luka sura ya 1 aya 37
hadi ya 38. Na huyo mtoto mwanamume kwa kadiri ya mafundisho ya mababa wa kanisa ndiye Bwana wetu Yesu Kristo, aliyezaliwa ili atukomboe kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti. Katika somo la pili, Mtume Paulo anatueleza juu ya sifa za huyo mtoto atakayezaliwa. Anatuambia kwamba mtoto huyo ni Mungu kweli na mtu kweli. Paulo anatuambia Yesu Kristo ni mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho Mtakatifu, lakini pia kwa ufufuko wake. Na upande wa pili ni mtu kweli kwa vile alizaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Kumbe katika somo hili ujumbe wetu juu ya utii na unyenyekevu tunauona tena kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, ambaye yeye kwa asili alikuwa yu namna ya Mungu, lakini aliona kule kuwa sawa na Mungu si kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu, si kitu cha kushikamana nacho kwa nguvu. Na hivi kumbe kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo yote, akatwaa namna ya hali yetu ya kibinadamu, tena akawa mtii, akawa mnyenyekevu hata mauti ya msalaba. Tunasoma kutoka waraka kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 7 hadi ya 8. Kumbe tunaona katika somo hili utii na unyenyekevu wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao pia unajidhihirisha hata akiwa bustanini Getsemane. Anasali akisema, Baba, kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Anajiweka tayari kwa utii na unyenyekevu kutekeleza mapenzi ya Mungu. Tunasoma Injili ya Mathayo sura ya 26 aya 39 hadi 46. Na katika somo la Injili tunakutana na simulizi jinsi ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo kulivyokuwa. Yusufu ambaye alikuwa amemposa Mariamu, na kama tulivyosikia katika Injili kwamba kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanatuambia kwamba neno hili kabla hawajakaribiana linamaanisha kwamba kabla hawajaanza kuishi pamoja, kwa sababu kwa desturi za Kiyahudi watu wakishatangaza kwamba wao ni wachumba, mwanaume akishamposa mwanamke, tayari walionekana kama mke na mme, lakini hawakuruhusiwa kukaa pamoja. Mwanamke aliendelea kukaa kwa wazazi na mwanaume kwa wazazi wake, lakini waliheshimika kama mke na mme. Na ndiyo maana somo linatuambia kwamba kabla hawajakaribiana, maana yake kabla hawajafunga ndoa, wakiwa katika hali ya uchumba ambayo hawakuruhusiwa kukaa pamoja. Na kama tulivyosikia katika somo la Injili, kabla hawajakaribiana, Mariamu anaonekana akiwa na mimba, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na kwa desturi ya Kiyahudi, mwanamke wa mtindo huu, yaani wakiwa katika uchumba, kabla hawajaanza kukaa pamoja, akakosa uaminifu, akaonekana kwamba amepata mimba ambayo siyo ya mchumba wake, mwanamke wa mtindo huo alipaswa kwanza kupewa talaka, lakini pili, adhabu yake ilikuwa ni kupigwa mawe mpaka kufa, kama tunavyosoma mwinjili Yohane sura ya 8 aya ya 3 na kuendelea, tunapoona Wayahudi wanampeleka yule mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi na kumwambia Yesu kwamba adhabu yake ni kupigwa mpaka kufa. Kumbe tunamwona Yosefu sasa kinyume kabisa na hiyo desturi. Yeye anasifika kuwa mtu mwenye haki kwa sababu ya ujasiri wake
wa kuamua kumwacha mchumba wake kwa siri bila kumwaibisha wala kusababisha aweze kupigwa mawe. Katika somo hili la Injili, ujumbe wetu wa utii na unyenyekevu tunauona kwa watu wawili, kwa Mtakatifu Yosefu na kwa Mama Bikira Maria, ambao wao kwa utii na unyenyekevu wao mpango wa Mwenyezi Mungu wa kumkomboa mwanadamu unatimia, kwamba bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto mwanamume ambaye watamwita jina lake Emanueli, ndiye atakayekuwa mkombozi wa wanadamu. Yosefu baada ya kuamua kumwacha Bikira Maria kwa siri, anatokewa na malaika katika ndoto ambaye anamwambia asiogope, asihofu, amchukue Mariamu mkeo, kwa kuwa mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yosefu baada ya kuamka anaupokea mpango wa Mungu kwa utii na unyenyekevu, anautekeleza kwa kumchukua Bikira Maria na kuwa mkewe. Ndugu zangu wapendwa, utabiri wa nabii Isaya uliohusika katika somo la kwanza unatimia kwa njia ya utii na unyenyekevu wa Mtakatifu Yosefu na Bikira Maria, ambao wanausikiliza ujumbe wa Mungu na kuufanyia kazi. Unyenyekevu, utii na utayari wao katika kutimiza mapenzi ya Mungu unamleta Mwokozi duniani, na kwa njia hiyo wanadamu wanapata wokovu. Ndugu zangu wapendwa, tunapoadhimisha Dominika ya leo, kama nilivyoalika, tutafakari juu ya fadhila hii ya utii na unyenyekevu, lakini tusali na tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie na sisi fadhila hiyo ya utii na unyenyekevu. Kwa kumbe, jambo la kwanza ambalo tunajifunza siku ya leo, na sisi pia tunaalikwa tuwe na fadhila ya utii na unyenyekevu, hasa kwa mpango wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Tukiwa tumebakiwa na siku chache kuadhimisha sherehe za Noeli, tumwombe Mwenyezi Mungu atupe neema zake ili nasi tuwe na fadhila hizi za utii na unyenyekevu, tuweze kumpokea huyo atakayezaliwa kwa utii na unyenyekevu, na hivi tuwe tayari kutimiza pia mpango wake katika maisha yetu. Tumeona mifano ya Mtakatifu Yosefu na Mama Bikira Maria ambao walikuwa tayari kutimiza kwa utii na unyenyekevu mpango wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, zipo nyakati pia ambazo hata sisi tutapaswa kutimiza mpango wa Mungu, pengine kinyume hata na matarajio yetu. Tunaona Mtakatifu Yosefu pengine baada ya kuona mchumba wake hajawa mwaminifu, anaamua kumwacha, lakini kinyume na matarajio yake Mwenyezi Mungu anamwambia aweze kumchukua. Zipo nyakati pia ambazo kutimiza mpango wa Mungu kutaenda hata kinyume na fikra zetu, na pengine hata kibinadamu tutaona haiwezekani, lakini bado Mwenyezi Mungu anatutaka tuweze kupokea mpango wake kwa utii na unyenyekevu. Mama Bikira Maria anapoambiwa kwamba atapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kibinadamu alitafakari na kuona, mbona kama hapa ninajitafutia matatizo, kwa sababu alijua kabisa moja kwa moja nikipata mimba nje na mchumba wangu adhabu yake ni kupigwa mawe na kufa. Lakini kwa sababu ya imani yake anapokea mpango wa Mungu na anaukubali kwa utii na unyenyekevu. Hali kadhalika Mtakatifu Yosefu naye pia anapoambiwa kwamba usiogope, mchukue mchumba wako, pengine ilikuwa ni uamuzi mgumu sana kuweza kuamua na kutekeleza huo mpango, ila kwa sababu ya imani yake, kwa sababu ya utii na unyenyekevu, anaupokea mpango wa Mungu
na kuutekeleza. Ndugu zangu wapendwa, tusali sana na tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie fadhila hiyo ya utii na unyenyekevu. Ndugu zangu mafrateli, ambao tunajiandaa kuwa watumishi katika shamba la Bwana, fadhila ya utii na unyenyekevu ni ya muhimu sana katika maisha yetu, tukiwa katika malezi, lakini kipekee zaidi tukiwa tayari mapadri. Tukikosa fadhila ya utii na unyenyekevu, utume wetu pengine unaweza kawa mgumu sana. Tukianza kuonesha dalili za kutokuwa watii na wanyenyekevu toka katika malezi, tayari tunaanza kuonesha kwamba huko mbeleni mambo yanaweza kuwa magumu zaidi. Utii na unyenyekevu, pengine zipo wajibu mbalimbali ambazo tunapangiana, labda utenda huku utenda huku, lakini unakuta kuna mtu yeye kila anachopangiwa ni kulalamika na kunung'unika. Kila anachopangiwa, ona mimi mnanionea kila siku, mimi tu huku. Utii na unyenyekevu. Tutakapokuwa mapadre, niwaombe sana ndugu zangu mafrateli, tunapojiandaa kwenda kutumikia kama mapadre, tujiandae pia katika hilo swala la utii na unyenyekevu. Popote pale utakapopelekwa, maadamu kuna watu, sema ndimi mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyonena. Beba mizigo yako, hata kama kwa bodaboda, wewe nenda ufanye utume. Utume wako utakuwa wa furaha, utakuwa wa amani. Lakini ukianza kupambana na wazee wa kofia, maisha yako yatakuwa magumu. Utaona muda wote wewe unaonewa tu. Kwa hiyo kumbe, tuanze kujiandaa kuwa na utii na unyenyekevu. Sisi mapadre pamoja na watawa ambao tayari tuko shambani, ninaamini hata kuwepo hapa ni kwa sababu ya utii na unyenyekevu. Tumepokea utume na tumekuja kufanya utume. Kumbe muendelee kutuombea ili tuweze kudumu katika fadhila hiyo ya utii na unyenyekevu katika kuendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu. Hali kadhalika kwa ndugu zangu wafanyakazi, nasi pia tunadaiwa fadhila hiyo ya utii na unyenyekevu. Tumepangiwa kila mmoja na majukumu yake kadiri ya nafasi yake. Tukitaka kufurahia kazi yetu, tuwe na utii na unyenyekevu. Tupokee majukumu yetu, tuyatekeleze kwa utii na unyenyekevu. Kinyume na hapo, utajikuta umekuwa mtu wa kulalamika, mtu wa kuhuzunika, mtu wa kuona kwamba unaonewa. Kwa hiyo kumbe, tusali, tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie fadhila hiyo ya utii na unyenyekevu. Mazingira magumu ya Bikira Maria, ya Mtakatifu Yosefu hayakuwafanya wakose utii na unyenyekevu. Kumbe hata sisi tujitahidi bila kuangalia mazingira, tukaishi fadhila ya utii na unyenyekevu katika maisha yetu ya kila siku. Jambo la pili ambalo ningependa leo tuweze kujifunza ni hii sifa ya Mtakatifu Yosefu ya kuwa mtu mwenye haki. Sifa ya Mtakatifu Yosefu kwamba ni mtu mwenye haki. Ndugu zangu wapendwa, Mtakatifu Yosefu anasifika kwa kuwa mtu mwema, mtu mwenye haki, lakini mtu ambaye hayuko tayari kuwahukumu watu wengine. Kama nilivyosema kwamba katika desturi ya Kiyahudi, watu wakishakuwa wachumba, pamoja na kwamba hakukaa pamoja, lakini tayari waliheshimika kama mke na mme. Na hivi inavyotokea mmojawapo akakosa uaminifu, na hasa mwanamke inapotokea amekosa uaminifu,
Mbaya zaidi akapata mimba. Maana yake adhabu yake ilikuwa ni kupewa talaka kama nilivyosema, pamoja na kupigwa mawe hadharani mbele ya watu mpaka kufa. Mtakatifu Yosefu anasifika kuwa mwenye haki kwa hiki ambacho alikifanya, kwamba pamoja na kutambua kwamba mchumba wangu ana mimba, angeweza pia na yeye akajitokeza kwenye jamii akatangaza kwamba mimi nilikuwa nimemposa Mariamu, lakini nimemkuta na ujauzito na hatujaanza kukaa pamoja. Angeweza kaenda kushtaki kwa viongozi pengine wa serikali ili waweze kumshughulikia, aweze kupewa talaka, aweze kupigwa mawe mpaka kufa. Lakini kinyume chake, Mtakatifu Yosefu anaamua kumwacha kwa siri. Hapo ndipo wema wake unaingia, kwamba aliona pamoja na hili kosa ambalo amelifanya, pengine la kunisaliti na kupata mimba, bado mimi sio haki yangu kumhukumu na kumfanya pengine auawe. Anaamua kumwacha kwa siri ili aweze kuendelea na maisha yake. Maamuzi hayo hayakuwa rahisi, lakini kwa sababu alikuwa mtu mwenye haki, mtu mwema, mwenye upendo, mcha Mungu, ndio maana anaamua kufanya uamuzi kama huo. Ndugu zangu wapendwa, sisi pia tunaalikwa tuige mfano huu wa Mtakatifu Yosefu. Tunaalikwa tuige mfano huu wa Mtakatifu Yosefu wa kuwa watu wema, wenye haki, wacha Mungu na wenye upendo. Zipo nyakati ambazo pengine wenzetu wanapokosea au wanapoanguka au wanapofanya makosa, zipo nyakati ambazo tunakuwa na haraka kuwahukumu, tunafurahia yale mateso wanayopitia na zile shida wanazopitia, na mbaya zaidi tunawatangaza hata kwa wenzetu. Tunakuwa tayari kuwaharibia sifa zao, heshima zao na hata utu wao kwa kutangaza makosa yao, kwa kutangaza yale ambayo wameyafanya ambayo sisi tunaona kwamba pengine ni makosa makubwa. Mbaya zaidi, zipo nyakati ambazo tumefanya hayo pasipokuwa na uhakika, pasipo kujua kwa uhakika kwamba ni kweli amefanya au hajafanya. Tumebeba mabango na kuanza kutangaza, pengine hata ukibananishwa kwamba hivi alifanya nini? Mimi nilisikia tu anasema 1 2 3, hauna hata uhakika. Tunafanana na watu ambao pengine tuchukulie hapa Kipalapala, labda mafrateli tumemkamata mwizi, tukaanza kumkimbiza huyo mwizi, sijui aliiba nini, lakini walao anaitwa mwizi. Tumemkimbiza mpaka kule Luanzali, tukawa tumechoka. Tulivyochoka, unajua watu wakisikia tu mwizi tayari wanafanya nini? Wanaingia. Kwa sisi tulivyochoka, tunaanza kuondoka, watu wengine wanaendelea kufanya nini? Kumkimbiza. Wanapofika kule karibia na Kitete, waliotoka Luanzali wamechoka, wanaanza kurudi. Wakitete wanafanya nini? Wanaunga mpaka kituo cha polisi pale Sentro. Sasa polisi wanauliza, hivyo huyu mwizi naye mkimbiza ameiba nini? Kuna mwenye jibu hapo? Kuna mwenye jibu? Sisi hatujui, tulisikia tu anasema mwizi mwizi, na sisi tukaanza kukimbiza. Sasa ameiba nini? Hatujui. Wakati mwingine tunakuwa hivyo, tunakimbiza mwizi bila kujua ameiba nini. Zipo nyakati ambazo pia tunapaswa tutambue kwamba gharama ya kuharibu heshima ya mtu
au utu wa mtu ni kubwa sana, na pengine kuirudisha tena haiwezekani. Ni sawasawa ukachanachana vikaratasi ukatoka nje hapo kwenye upepo, halafu kavirusha, halafu tukakwambia vikusanye idadi ile ile iliyokuwa, sidhani kama utaweza. Kwa hiyo kumbe, ndugu zangu, tumuombe sana Mwenyezi Mungu atusaidie, hata kama wenzetu wanakosea. Tusiwe na haraka ya kuhukumu, tusiwe na haraka ya kutangaza na pengine kufurahia kile ambacho kinawapata. Ninarudi tena kwa ndugu zangu mafrateli, tunapojiandaa kuingia katika utume huu wa upadre, hili pia ni jambo ambalo tunapaswa tuliangalie kwa makini. Tuige Mtakatifu Yosefu, pamoja na kutambua kosa la mwenzake, lakini alimstiri, hakwenda kufanya nini? Kumtangaza. Hata kama mwenzako amekosea, jitahidi kumsaidia, muombee, na kama hauwezi pengine kuongea naye kuhusu hilo jambo, mshirikishe mtu mwingine, na sio kwenda kutangaza. Hiyo hapana. Kwa hiyo kumbe, inaanzia hapa, tuanze kufanya mazoezi hapa. Jambo linatokea ndani ya seminari, lakini kesho ukienda mjini, ndiyo taarifa ya habari ya huko mjini. Limetoka wapi? Hapa. Tuanze kufanya mazoezi kuanzia sasa hivi. Ndugu zangu wafanyakazi, ninaamini, imani yangu inaniambia kwamba ipo siku tutaingia katika maisha ya ndoa. Ninaamini hivyo. Kama kuna aliyeamua kuishi upweke, basi tutamuombea, lakini imani yangu inaniambia kwamba ipo siku tutaingia katika maisha ya ndoa. Jambo hili ambalo Mtakatifu Yosefu alilionyesha ni jambo la msingi sana katika maisha ya ndoa. Siku hizi ndoa zilizo nyingi zinaingia changamoto kwa sababu hii. Yaani jambo linatokea kati ya wanandoa wawili ndani ya nyumba, kesho asubuhi mtaa mzima unajua. Yaani wewe mwanamama au mke wa mtu, kwamba shida imetokea, nipo naongea na wafuasi, kwamba shida imetokea ndani ya nyumba, halafu unatoka nje unaanza kumtangaza mwenzako. Hiyo ndoa umeivunja mwenyewe. Sasa hapo kuna mambo mawili, kwa wanandoa. Kama ukimtangaza kwa sifa nzuri, yaani labda unamtangaza mume wako kwa marafiki zako kwa sifa nzuri, tegemea kufanya nini? Kuibiwa. Hiyo iko wazi. Ukimtangaza kwa sifa nzuri, tegemea kufanya nini? Kuibiwa. Ukimtangaza kwa sifa mbaya, umemharibia heshima yake. Yaani hata anapopita mtaani watu wanamuona kama yaani hamna kitu hapa, kwa sababu umefanya nini? Umemtangaza. Ni wazi kunaweza kuwa kuna changamoto, kuna shida, mzimalize ndani ya nini? Ya nyumba. Mtakatifu Yosefu hakutangaza nje. Kwa hiyo na sisi tujifunze pia, hata tunapoishi ndani ya nyumba moja, kunapotokea shida, kwenda kutangaza nje sio suluhisho, ni kuharibu zaidi. Kwa hiyo kumbe, ndugu zangu, tumwombe Mtakatifu Yosefu atuombee ili na sisi tuwe watu wenye haki, wenye upendo, watu wenye kuwastiri wenzetu na kutunza heshima zao. Tunapoadhimisha
Dominika hii ya 4 ya Majilio, tumwombe Mwenyezi Mungu tunapokaribia kuadhimisha sherehe za Noeli, atujalie fadhila ya utii na unyenyekevu, na hasa katika kupokea mpango wake katika maisha yetu, lakini zaidi sana atujalie neema ya kumwiga Mtakatifu Yosefu katika sifa yake ya kuwa mtu mwenye haki. Tukifanya hivyo, mtoto atakayezaliwa kweli atazaliwa ndani ya mioyo yetu, na tutakuwa tayari kutimiza mpango wake katika maisha yetu ya kila siku. Niwatakie maandalizi mema kuelekea sherehe za Noeli. Msifu Yesu Kristo.